Forum hizi ni ishara kwamba serikali inapozungumza inamaanisha. Na kama ambavyo tumekuwa tukizungumza hasa katika sekta yetu, tumesema sekta ya usafirishaji ni sekta ambayo inahusu vitu ambavyo watu wataviona. Ukiambia una reli wataiona, ukiambia wanaenda Kigoma watakuona, kama uendi watakuona. Kwa hivyo tukasema tuwe zaidi proactive, kama tunapozungumza kitu tunamaanisha. Na ndio maana unakuta interview tangu tumezungumza Kinshasa mpaka leo mwezi hujapita, lakini wenyewe wameshafika hapa watu wa DRC. Na kwa Tanzania ni ishara au signal muhimu sana kwamba wenzetu wako very committed, wamechoka, wangependa kuona nchi yao inaendelea. Na unaona hata leo pale wamezungumza sana swala la stability, political stability, swala la maendeleo, swala la kutumia fursa ambazo zipo kwa kutumia mifumo ya usafirishaji. Kwa hiyo kitu ambacho kinafanyika kwa serikali yetu ya awamu ya 6 ni kutekeleza ile ahadi ya Mheshimiwa Rais ya kuifungua nchi. Huwezi kuifungua nchi kama una miundombinu ya usafirishaji. Na kwa kweli kwa kasi ninayoiona na mkakati ninaouona, tunategemea kuona kitu tofauti kabisa ambacho tulizoea kukiangalia huko nyuma. Tumeona bandari ya Kigoma, tunaweka gati jipya la mizigo, tunaweka gati jipya la abiria, lakini tuna bandari ya Karema ambayo imeshakamilika. Katika bajeti ya mwaka huu tunaanza kuweka kilomita 106.7 za MGR. Ukiweza kuconnect MGR Karema, umeifungua DRC. Kwa sababu ukivuka tu pale Karema unaingia bandari za upande wa pili ambazo ziko nyingi tu zinazofanya kazi, nyingine bubu, nyingine ziko rasmi. Lakini wenzetu wanazungumzia sasa kuijenga bandari ya Moba ambayo imeangaliana na bandari ya Karema. Ni eneo fupi sana. Kwa hiyo utakuwa ndani ya muda mfupi umeingia DRC kwa njia hiyo. Kwa hiyo sisi tunaona kabisa kuna fursa kubwa sana. Mimi nadhani ujumbe mkubwa ambao inabidi wameupata na Mheshimiwa Waziri Mkuu amesisitiza ni utayari wa serikali ya Tanzania kwanza kuwa ni lango la kuhudumia hizi nchi zote. Ukiangalia mkao wa reli jinsi zilivyojengwa, ukiangalia bandari zinazojengwa, bandari ya Dar es Salaam ambayo nadhani kwa sasa hivi walioko pale wanashuhudia yale mafanikio ambayo hakuna mtu aliyatarajia, ambayo yamepatikana katika uwekezaji wa bandari moja tu ya Dar es Salaam. Lakini tumeshajifunza method hiyo tutaitumia kuwekeza bandari za Kigoma, bandari za Mwanza na bandari za sehemu nyingine za bahari. Kwa hiyo ujumbe ambao unabidi uchukue ni kwamba Tanzania ina uwezo na iko tayari kuwahudumia, kuwaunganisha na soko la dunia.